tu ndilo linaweza kutusaidia wakati huu mgumu. Maneno ya watu hayana msaada, lakini neno la Mungu ndilo lina msaada kwetu. Kwa hiyo iweni tayari kupokea neno la Mungu. Tunasema karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno, na Mungu apate kubariki na kukutumia. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. I'm greeting everyone in the name of Jesus. Na kama vile tunavyoelewa matatizo ambayo yanakumba ulimwengu wa leo, shida ambayo watoto wa Mungu wanapitia ndani, na hiyo yote inaleta watu kutopata namna ya kuabudu katika kanisa kama vile ilivyokuwa kawaida. Na kwa kweli ni mambo ya kutisha na sio jambo la kawaida, lakini kwa sababu tunajua shetani ana mipango yake na Mungu ndiye muweza yote. Biblia imetuambia ya kwamba Yesu alimshinda shetani. Yesu alimnyang'anya funguo za kuzimu ambazo yeye shetani alikuwa anakamatilia wale watakatifu, lakini tunaamini ya kwamba pamoja na Yesu sisi ni washindaji. Amena. Bila kukawia, napendelea tuangalie neno la Mungu. Without taking time, we're going to look at the word of God, ambalo tutaona kwenye kitabu cha Mathayo, in the book of Matthew. Na hiyo itatuambia tutaenda kuangalia ni nini ambalo tutajifunza siku ya leo. And that's going to tell us what we're going to learn today. Tutaenda kujifunza kuhusu mambo fulani. We're going to learn about certain things. Na hayo mambo and these things yatatusaidia jinsi ya kukomaa. Are going to help us to grow. Neno letu ambalo tutajifunza leo, our word that we're going to teach ourselves today, ni neno ambalo linahusika kuhusu kanisa. It is about the church. Kuhusu kanisa. About the church. Unajua watu wengi, ama kama vile inavyosemeka, you know, there's so many people, or as we have heard, wanakuwa wanajiuliza kanisa ni nini? They're asking themselves, what is the church? Na kama vile watu wanavyosema, and as people speak, wengi wako wanatangaza kusema hapana, kanisa imefungwa. So many preach that the church has been closed. Wengine wanasema kwamba serikali imefunga kanisa. Say that the government has closed the church. Unakutana hata wengine wanashawishi wengine kuwaletea imani mbaya. And they even allow some people to bring them bad faith. Kutokuelewa ni nini ambayo inapitika. Without understanding what is happening. Hawajui kutofautisha kanisa. Hawajui tofautisha kanisa ya jengo na kanisa ya imani. They don't know how to differentiate the church as in the building and the church as in us. Ndio kama vile kanisa. Yes, as a church. Kuna kanisa jengo. There is the church that we know, physical building. Hizo unaona tunaabudu ndani. That's what we worship in. Watu wanachangia michango kwa kujenga. People contributing to build. Hiyo inaitwa kanisa jengo. Now this is the building. Ama nyumba. Or the house. Nyumba ya maabudio. A house of worship. Nyumba ya kuombea. A place to pray. Nyumba ya kutukuza Mungu. A place to worship God. Nyumba ya kuimba ndani. A place to sing. Sehemu ya kufanya utukufu wa Mungu. A place to glorify God. Hiyo ndiyo jengo ambao serikali imefunga. That is what the government has closed, has shut down. Lakini serikali haijafunga kanisa ile ambayo Yesu Kristo mwenyewe anahubiria. But the government has not closed the church that Christ himself manifests. Yesu anatuonesha kanisa ni nini. Christ has shown us what is the church. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza, the first book of Samuel, ambacho inatuonesha kanisa jengo, which shows us the building, ambayo pia ni kanisa ambayo makuhani na wafalme na wengine manabii walikuwa wakishiriki ndani. Which is also a place where the priests and the prophets used to go into. Unaweza pia ukasome kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili. It's also in the book of Chronicles. Sura yake ya 29. Chapter 9. 29, sorry. Verse 16. Verse 16. Hata utasoma hiyo 29 chapter. Even if you read that 29. Na verse yake ya 25.
and 25. Hapo utasoma, utaelewa jengo. That you're going to read and understand. Nimesema Samueli wa kwanza sura 1 hadi na verse yake ya 9. I've said the first book of Samuel. Alafu hapo utaelewa kanisa jengo maana yake. And that's where you're going to understand what the building na is. Ile ambayo tutaongelea sisi. And that's what we're going to speak about today. Ni ile kanisa Yesu mwenyewe anasema. Is the church which Christ himself has said. Ambayo alisema kwa mitume. And he said to the apostles. Akawaambia kwamba mimi nitalijenga kanisa langu. And told them, I'm going to build my church. Na nguvu za kuzimu and the powers of darkness hazina uwezo ya kulibomoa kanisa. will not break this church down. Hilo ndilo kanisa ambalo tutajua ni nini. That is the church we are going to talk about today. Ni kanisa Yesu mwenyewe alisema. It's a church Christ himself said. Na ni ndio ambayo aliendelea kuambia wanafunzi wake. And it is the one he continued telling his disciples. Kwenye Mathayo 16 verse ya 18. In Matthew 16:18. Utaona hiyo usemi wa Yesu Kristo kwa wanafunzi wake. You're going to see the speech of Christ to the disciples. Na jengo and the building ni tofauti kama ya kanisa imani. Is different from our spiritual understanding of the word church. Ndio sasa tunataka kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. And so that is in the book of Acts. Sura yake ya 13. Chapter 13. Verse ya kwanza. Verse 1. Kitabu cha Matendo ya Mitume. The book of Acts. 13. Na verse yake ya kwanza. And the very first verse. Tasoma katika jina la Yesu. We're going to read in the name of Jesus. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuwepo palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkereni na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kuelewa wa mfalme Herode na Sauli. Amina. Amen. Hii pia ni kanisa ambalo ililokuwa Antiokia. This is also a church that was in Antioch. Na katika Antiokia kulikuwa waamini wengi. And there were so many believers. Na wote waliishi kwa imani. And they all lived through faith. Ndiko kule ambako Biblia imetuambia kanisa lilianzia. That's where the Bible says that the church started. Yani kulikuwa watu wengi waamini. That there were so many believers. Na hao wote walikuwa wakijaa nguvu za Roho Mtakatifu. And they were all filled by the powers of the Holy Ghost. Na wote walikuwa pamoja kwa ushujaa. And they were all together. Na wakanena neno la Kristo kwa ushujaa. And they spoke or proclaimed the word of God. Wala hawakuogopa kamwe. And there was no fear amongst them. Na jambo lolote lile laweza kuwatisha. There was no fear amongst them. Kama vile tumesoma kanisa. Now as we have read the church. Yani kanisa tumeona ni neno. We have seen that the church is a word. Ambalo ni Yesu mwenyewe amelitamka. Which Christ himself has spoken. Kama vile tumesema katika kitabu cha Mathayo. As you have said in the book of Matthew. Sura yake ya 16 verse ya 18. 16:18. Yesu anasema nitalijenga kanisa langu. Jesus is saying I'm going to rebuild my church. Na nguvu za kuzimu hazitakuwa na uwezo. And the powers of darkness will not be able to defeat the church. Alipenda aoneshe kwamba he wanted to show that katika imani in faith hakuna chochote ambacho kinaweza shindikana. There is nothing that is impossible. Kanisa ni imani. The church is faith. Kanisa ni ule muungano wa watu ambao wanaamini Kristo. The church is that unity of people who believe in Christ. Wanakuwa kwa pamoja. Where they become together. Wana lengo moja. They have one wana imani moja. They have one faith. Na hiyo moja inasababisha watu wanaendelea hata kuhubiri na wengine na wengine. And this unity is causing others to convert into Christianity. Lakini wakati kanisa inakosa imani ama inakosa umoja, but when the church lacks faith or unity, ndipo pale unakutana watu wanasambaa. That's where people go side to side. Watu wanaanza kudanganyana. People start lying to each other. Ukweli unakosekana. Now the truth is covered up. Unaanza kusikia kwamba tunakuwa msiku za mwisho. We are in the end days. People start Yesu saying anakuja. Jesus is coming. Serikali imefunga makanisa. The government is closing up churches. Kanisa haiwezi ikafungwe. The church will never be closed. Sababu Yesu mwenyewe anasema hata nguvu za kuzimu hazina uwezo ya kulivunja kanisa. Because Jesus himself has said even the powers of darkness don't have that ability. Imani yako, your faith, nguvu za ambazo unazo katika imani, your powers that you have in faith,
shetani hawezi akaiangusha The kamwe. devil cannot break Ukisoma that kwenye kitabu cha Waefeso, The book of Ephesians, kama vile Yesu anasema mwenyewe, has Christ himself has spoken, Yesu alivyolipenda kanisa, the way he loved the church, akajitoa kwa ajili yake. he gave himself. Ni kusema kwamba Yesu alipenda It waumini. is to say that he loved the believers. Yesu alipenda wale ambao wanaomwamini, He loved the ones who believed in him, wale ambao wana imani ndani mwake, the ones that had faith in him, wale anaona ya kwamba hii ndilo kanisa the langu. ones whom he saw that this is my church. Akasema ya kwamba And he said, mimi nitajitoa kwa I ajili ya am going kanisa. to give myself for the church. Waefeso sura yake ya 5 versi ya 25. Ephesians 5:25. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We are going to read in the name of Jesus. 25 inasema hivi. The Bible says, Waefeso, Ephesians, enyi waume wapendeni wake zenu, husbands love your wives, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa Just akajitoa kwa ajili yake. has Christ loved the church and gave himself for Bwana it. Yesu asifiwe. Amen. Yesu alijitoa kwa ajili ya kanisa lake mwenyewe. Jesus gave himself for the church. Alijitoa kwa ajili yako wewe, He gave himself for you, kwa ajili yangu mimi, for me, kwa ajili yetu sisi for sote, all of us who are here, ili tupate kuurithi ufalme wa so we can mbinguni, inherit the kingdom of God, ili tupate wokovu, so we can get the salvation, ili tupate kutoka katika giza, so we can overcome the powers of darkness, ile giza shetani alikuwa ameweka ndani ya the wanadamu. darkness that the devil had placed in our hearts. Yesu alipenda kuiondoa, And now Jesus wanted to get rid of that darkness. alipenda kuitoa, He wanted to get rid of that ili darkness, sisi waumini so that us as believers tupate wokovu, can be saved, ili tupate kuurithi ufalme wa can mbinguni. inherit the kingdom of God. Yesu anasema yeye mwenyewe Jesus alijitoa kwa is saying kanisa, he himself gave for the church. na ndivyo ilivyo watoto wa And that's Mungu. how it is, people of God. Kanisa haliwezi likafungwe, The church can never be closed. kanisa haliwezi The likashimamishwe. church can never be stopped. Kanisa inaitwa ukiri. It is the church that is called ukiri, to confess. Yeah. Ukiri ni kwamba It is to say that wakati mtu anaamini, when a person believes, mtu anakuwa na ukiri, they confess anaamini ya kwamba They Yesu believe. Kristo ni Bwana na Mwokozi wangu. that Christ is the Lord and Savior of their lives. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko, This comes in the book of Mark, Marko sura yake ya 16 na versi yake ya 16. Tunasoma katika jina la Yesu. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Amen. Amen. Hiyo ni ukiri ambao kila mwanadamu anapaswa kufanya. That is an oath that every person has to Ya take. kwamba unakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. You are making an oath that Christ is the Lord. Ukiri ya kwamba Yesu ndiye anaweza kukuokoa. Confessing that Christ is the only one that can save you. Na wakati unapokiri, And when you confess, ndipo pale unapata wokovu. that's when you get salvation. Ndipo pale unapata utukufu wa Mungu ndani mwako. That's when the God's glory manifests in your life. Ndipo pale Roho Mtakatifu anakaa ndani mwako. That's when the Holy Spirit dwells in you. Sababu moja kwa moja umefanya hatua. Because you have taken that step. Na hiyo ukiri ndiyo kanisa. And this confession is the church. Ndiyo kanisa ambalo Yesu Kristo anahitaji. Is the church that Christ needs. Maana ni kanisa ambalo haiwezi ikabomoke. Because it is a church that cannot be destroyed. Mwanadamu hawezi akaibomoa. A person cannot destroy Ni it. kitu kimejengwa kwa It is misingi. something that has been built in Ni foundations. kitu ambacho hakiwezi kikabomolewa Something haraka. that cannot be destroyed easily. Hata nini ikuwe, No matter what. haiwezi ikabomolewe. Bwana Yesu Cannot be asifiwe. destroyed. Praise Jesus. Tuko mbio mbio. So we are fast. Yesu analijenga kanisa la kipekee. And now Jesus is building a special kind of church. Yesu hajaja ama hajataka kanisa lake liharibiwe. He does not want the church to be ruined. Maana Yesu hutajwa kanisa kama bibi harusi. Because we are the brides of Christ. Yesu hutaja kanisa kama vile bibi harusi. Because Jesus mentions the church as the bride of his. Katika kitabu cha Ufunuo, The book of Revelation, sura 19 versi ya 7, 19:7. utakutana uhusiano wake wa kanisa. You're going to see the relationship between the church. Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema kwamba mimi ni bwana harusi. Christ himself says, I am the groom. Na kanisa
Ni Yesu anasema ni bibi bwana harusi na kanisa ni bibi harusi. He says he is the groom and the church is the bride. Na kwa hiyo wapendwa, And so through that, ikiwa yeye ni bwana harusi, if he is the groom, maana yake ni kama vile mwili wa it kanisa. means it's like the body of the church. Ni kama vile Kristo yeye mwenyewe This is like Christ himself, ambaye ni mwili, who is the body, ambaye kanisa inaonekana iko ndani mwake. and now the church is seen as being inside of him, Na sisi tukiwa ndani ya and Kristo us being inside of na yeye Christ, akiwa ndani mwetu, him being inside of us. yeye anafanya kazi kubwa. He works, Yeye anafanya kazi kubwa he does great works, kwa ajili ya sisi tupate kukua, so we can grow, kwa ajili ya sisi tupate kuendelea. so we can continue. Ukiangalia pia kwenye kitabu cha Waefeso The book of Ephesians 5:27, 5:27. Yesu amelijenga kanisa katika kanisa lisilokuwa na mawaa. We don't have any dots or Kanisa lisilokuwa na mawaa ama lisilokuwa na dosari. we don't have any dots of any kind or any spots of any kind. Ni kanisa Yesu Kristo mwenyewe amelijenga. It is a Christ himself has built. Ni kanisa Yesu Kristo amelitaja. A church himself has said. Na ndivyo inastahili watoto wa Mungu. And that's how we are, people of God. Ukisoma pia kwenye kitabu cha kitabu cha Waefeso, The same book of Ephesians, kwenye sura yake ya 2:22, 2:22, ukisoma hapo utaona ya kwamba we are going to see that ni makanisa ambayo yamejazwa Roho Mtakatifu. there are churches which are filled by the ambapo Holy Roho Spirit, Mtakatifu anakaa ndani. where the Holy Spirit dwells in Ni there. kusema kwamba kanisa la Bwana ni watakatifu, It is to say that the church of the Lord are the righteous people, ambamo watoto wa Mungu, ambamo Roho Mtakatifu anakaa ndani ya watoto wa Mungu. where the Holy Spirit sits in those kids. Ni kusema kwamba yeyote yule hana uwezo ya kulibomoa kanisa, It is to say that no one has the ability to destroy the church of God, ama hana ruhusa, ama hana uwezo juu ya kanisa la Bwana. or don't have permission over the church of God. Tutaangalia pia ingine kanisa. We're going to look at another church. Kanisa lake limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. A church which has been built on the foundations of apostles and prophets. Yeye mwenyewe amesema ya kwamba He himself has said kanisa lake his church limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii, has been built on the foundations of prophets and apostles, ambaye Paulo alienda kuhubiri mwenyewe, which Paul himself akahubiria watakatifu, teached the righteous, akahubiria mataifa, taught the nations, watu wa kila aina wote. people of every kind. Paulo aliwahubiria, Paul preached, aliwaambia ya and kwamba he told them that kanisa ama imani the church or our faith ni ile imejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. is that which has been built on the foundations of apostles and prophets. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso Ephesians 2:20 2:20, utaona hapo. that's what it says. Hiyo inataka kuonyesha ya kwamba It's want to show that misingi yetu ya imani our faith inajengwa kwa imani ya manabii na mitume is built on the foundations of apostles and prophets, watakatifu wa Bwana. the righteous people of God. Alafu tunaona watu ambao wamesha kujengwa katika misingi hiyo. And we see people have been built on these foundations. Hao watu tutaona ni watu ambao wana furaha. We are going to see that people are full of joy. Hao watu wana furaha kila wakati. They are full of joy. Ndani mwao wanajisikia wana furaha kabisa ya Injili. They feel everlasting joy. Ndani mwao wanajisikia hawana tatizo yoyote. They feel that they don't have any problems. Wakati hata serikali ikitoa amri That even if the government brings this command ya kwamba manyumba ama majengo yafungwe, that places of worship should be shut down, hiyo haiwazuru hata kidogo. that does not bother them at all. Wanaona kwamba ni moja ya maandiko ambayo yanaenda kutimia. They see that it is a prophecy being fulfilled. Wanabaki wakichunga zamu yao. They remain on their guard. Hao watu wanakuwa na upendo. They become full of love. Wanaona kwamba hata nini kuwepo upendo wetu tutahudumisha katika Kristo. See that no matter what, we are going to dwell in Christ. Biblia inasema hivi, And the Bible ni says, nini kitanitenga na upendo wa Mungu? what is going to separate us from the love of God? Je, ni mauti? Is it death?
Je, ni malaika? Are they angels? Biblia inasema hakuna The chochote Bible kile. says Amen. nothing can Na separate ndio us. maana wapendwa, And that's why, beloved, tunapaswa kuwa na upendo. we need to have love. Upendo wetu udumu milele Our yote. love should endure forever. Hata zikiwepo, Even if problems come, tuwe na upendo We should wa injili yetu. endure in the love of our gospel. Tupendane sisi kwa sisi, To love one another, ili tuhimizane so we can empower one kwa another safari ya kwenda mbinguni. in this journey. Hao watu ambao wamejengwa kwa misingi ya mitume na manabii, Now these people that have been built on the foundations of apostles and prophets, wana imani, they have faith. na hiyo imani And this faith ni imani ambayo ni ya nguvu zaidi, is the strongest faith, ambayo Yesu mwenyewe anasema, which Christ himself has said, nitalijenga kanisa langu I am going to build hata misingi ya kuzimu. even the foundations of the Nguvu za kuzimu the foundations of hazina darkness uwezo ya kulibomoa kanisa. cannot break down that church. Ndiyo imani yetu watoto That wa is Mungu. our faith, people of God. Tujue kwamba kanisa letu halitabomolewa sababu limejengwa. That our church will not be ruined because it has been built. Tujue ya kwamba kanisa letu To know that our church halitafungwa sababu lina misingi ya imani. will not be closed because our foundations are in faith. Pia watoto wa Mungu ambao wamejenga kwa misingi ya mitume na manabii, And as kids who have been built on the foundations of prophets and apostles, wana uvumilivu. we have patience. or Injili yetu ina endurance. uvumilivu. Our gospel has endurance. Tunapaswa tuvumilie We should endure hadi wakati serikali itatosha amri ya kwamba tena tuanze kuabudu ndani ya majumba until zetu, the government says we can now start worshiping ndani ya majengo yetu ama kanisa zetu. in places of worship. Na mimi naamini itafanyika. And I believe that's going to happen. Hapa juzi nilikuwa nikiangalia news, A few days ago, I was watching the news nikaona wanasema kwamba Saturday, maana jana, and I saw them saying Saturday, meaning yesterday, hawakupata kesi yoyote ya ugonjwa. they didn't get any cases of coronavirus. Hiyo maana inaonyesha kwamba And that Yesu means anaendelea kujitukuza ndani ya nchi Christ hii. is continuing to glorify himself in this situation. South Australia haikupata kesi yoyote jana kwa South mchana wa Australia jana. didn't get any cases yesterday. Kanisa la Bwana lina upole pia. The church of the Lord is humbled. Kanisa ni upole. The church should have a humble spirit. Hatuna ile uharaka haraka. We don't have that rush. Hapana. No. Ni wale watu wa dunia There are those people of the world ndio wana uharaka. that have that kind of rush. Sisi tunapiga mbio kwa uteka ufalme wa We mbingu, are running, lakini hatuna mbio ya kusema kwamba tuingie ndani ya majengo ya kanisa tuabudu. to capture the kingdom of God, but not to enter buildings. Hata leo wakizilunguza, Even if today they burn them down, tuko mafu. we are standing Tutaendelea, firm. hatujali. We do not care. Tutaendelea hadi mwisho. We are going to persevere to the Na very hiyo end. yote wapendwa, And all this, shetani beloved, hayafurahii the hapana. devil is not happy. Uaminifu wetu na utakatifu Our wetu, faithfulness, our righteousness, shetani haufurahie hata the kidogo. devil is not pleased. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa kumalizia And mpendwa, so to finish off, napenda beloved, nikuambia ya I kwamba want to tell you that hii kanisa letu this our church, ambayo limejengwa, which has been built, Yesu mwenyewe alilipia gharama. Christ himself paid. Yesu mwenyewe alilipa gharama kwa ajili ya kanisa Christ lake, himself bought himself as a sacrificial lamb, na hiyo gharama yake ni kubwa sana. and it was a great cost. Ni kama vile nabii Daudi ama kama vile mfalme Daudi. Like the way King David, Daudi alitoa gharama kwa kununua kiwanja ya kulijenga hekalu la Bwana. he gave all to build the church of God. Na ndivyo pia Yesu Kristo alitoa gharama kubwa. And that's how Christ gave his all. Daudi alitoa gharama kubwa, alijenga sehemu, alinunua kwa kulijenga kanisa la Bwana, alipanunua bei kali. The place that David bought the temple of God was very expensive. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa pili, Samueli wa pili sura yake ya 24, 2 Samuel 24, versi ya 24 hadi 25, 24 to 25, utaona gharama ambayo Daudi alitoa kwa ajili ya kulinunua kwa kununua kiwanja ya kulijengea Bwana hekalu. you're going to see the cost that David did to build the temple of God. Ndivyo ilivyo Yesu Kristo alitoa gharama kubwa pia kwa ajili ya kanisa. And likewise to Christ, Kwa kulijenga kanisa he lake, built the church. ili azimu yeye ajitoe mwenyewe. It costed him his life. Alifanya nini? What did he do? Yeye alijitoa, akatoa maisha yake. He gave his life.
Haleluya. Yesu akatoa maisha yake. He gave his life. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, The book of John, sura yake ya 3 verse ya 16, 3:16, utaona jinsi Yesu alivyotoa uhai wake mwenyewe Christ gave his own life kwa ajili ya kanisa lake, for the church, kwa ajili yako, kwa ajili yangu, for you and for me, ili tupate kubakia katika imani ya kweli na tupate urithi wa mbinguni. so we can remain in faith. Yeye alikubali kuacha sifa. He left praises. Aliacha utukufu wake ambao alikuwa nao tangia He zamani. left the glory that he had. Yeye akaacha utukufu He wake, left his glory. na moja kwa moja hiyo, wakati alipoacha utukufu akakuja akaitwa Kristo Yesu, And that once he left, he came and was called Christ. na hiyo Kristo Yesu ikageuka kuwa dini, ikageuka kuwa kanisa. And Bwana now Yesu this was asifiwe. meant to be our Na hiyo imani na kanisa letu ambao tunalo kwa And this leo, faith and our church that we have, sisi ni kanisa tunajivunia ambalo haliwezi likabomolewa, wapendwa. we are proud to be called a church that cannot be ruined. Nirudilie mara mia, ni kanisa ambalo haliwezi likafungwe. It is a church that cannot be closed. Maana ni kanisa limejengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Because it has been built on the foundations of apostles and prophets. Ni yeye mwenyewe amesema ya kwamba Himself said, nitalijenga kanisa langu, I'm going to build my na church, misingi ya kuzimu ama nguvu za kuzimu hazina uwezo ya kulibomoa. and the powers of darkness will not be able to overcome it. Tunaamini ya kwamba imani yetu And so we believe our faith imeshimama imara, is firm, na shetani hata tuingilia hata and kidogo. the devil will not come. Utaenda kusoma wa Filipi You're going to read the book of sura ya Philippians, 2 verse ya 6. chapter 2, verse 6. Alafu mpendwa, And then, beloved, nataka nikuache nikikwambia I kwamba want to end this on this note. usiumbishe imani katika kipindi hiki. Don't shake your faith. Usijiweke mawazo ama mambo mengi ndani ya maisha yako. Don't be stressed at this point. Bakia katika misingi, Remain in this foundation. bakia katika imani, Remain in faith. baki ukiomba Mungu. Remain praying. Na wakati wote tukisema kwamba And every tukutanane katika mtandao ili tusikilize neno la Mungu, We are saying let us meet on social media to listen to the word of God. kubali utowe hiyo dakika 20 ama 30 ama saa moja Except to give your time kwa kusikiliza neno la Mungu. to listen to the word of God. Maana hii ni njia mojawapo ya kutaka shetani asipate nafasi ndani ya mioyo ya watoto wa Mungu. Because this is one of the ways to defeat the devil. Na hiyo inatusaidia wapendwa, And this helps us kwa kukomaa, to build our faith. pia kwa kugombana ama kwa kupingana na yale mafundisho ya uongo And to fight with false teachings, ambayo yanaendelea kwenda inazuru watoto wa Mungu huko na huko. which are affecting people of God. Kwa hiyo watoto wa Mungu, And so children of God, watoto wapendwa wa Mungu, beloved children of God, nataka nikuambie ya kwamba we are going to tell you that Yesu bado anakuhitaji. Jesus needs you. Yesu bado anataka imani yako iwe Jesus timamu. needs your faith to be firm. Yesu bado anataka imani yako ishimame. Jesus needs you to stand firm. Yesu bado anataka upendo wako udhihirike. Jesus needs to see Bado love. Yesu bado anataka aone furaha yako. He needs to see you rejoicing. Wakati wa ziki, In times of trouble, onesha furaha yako, show that you are happy. maana utaurithi ufalme wa mbinguni. You are going to inherit the kingdom of God. Yesu amesema ya kwamba And Jesus has said, hii dunia "This haikunipenda earth mimi. did not love me. Je, itakuwaje nyinyi iwapende? How will it be so that the world will love Haiwezekani hata kidogo. you?" It is impossible. Tujue ya kwamba ziki ambayo Let us itakuwepo That the problem that is here isikutoe katika imani, should hapana, not take you away from lakini faith, ikuimarishe pia katika msingi. but should make you strong. Na Mungu akubariki. And may God bless you. Amen. 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 Basi tuombe Mungu. Let us pray to God. Mungu Baba yetu mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, Bwana, tuko mbele za uso wako. Asante kwa neno ambalo umelitoa mchana wa leo. Asante kwa kazi nzuri ambayo umeifanya tangia muda wote tulikuwa mahali hapa hadi sasa. Bwana, tunakushukuru sababu hujatuacha mayatima, lakini bado ungali unatenda kazi ndani mwetu. Unaendelea kutuimarisha, unaendelea kutupa imani iliyo kamili na kutupa furaha ya kweli. Bwana, asante sababu utabakia pamoja na kila mmoja wetu kwa muda huu wote ambao Yesu tunabakia katika hali ya isolema. Tunaamini Yesu hautatuachilia. Tunaomba kwa watoto wako wote, watoto wa Golgotha, mahali waliko Yesu, ambako wanaonekana kwa muda na wakati huu wakifuata injili yako, wakifuata neno lako katika mtandao.
Baba, ninawaombea mkono wako uwakute mahali waliko, uwakubali na kuwaongoza katika mchana wa leo, uwawezeshe na kuwaimarisha. Neno lako ambalo limetoka Bwana liwafurahishe, liwape upendo, liwape kusimama katika imani yako kama vile maandiko matakatifu yametushuhudia. Asante Yesu, sababu wewe ni mwema. Kwa muda huu Yesu, naamini ya kwamba utaenda kutenda makubwa na maajabu, na watoto wako wataendelea kushuhudia mengi ambayo umeendelea kuyatenda. Asante sababu uko Mungu mwema, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.